بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إخوة الإيمان، Ramadhani kila inavyoelekea kuisha ndipo ule utukufu wake unapotuita na kutakwa kutafutwa kwa kitendo alichokuwa akifanya Bwana Mtume mtukufu wa daraja, kukesha usiku katika 10 hili la mwisho na kuamsha watu wa nyumbani kwake na kujipinda katika kufanya ibada. Hizi siku zilizobaki, kwa lugha nyepesi inayoweza kufahamika na wote, tunaweza tukaziita injury time. Ni wakati ambao timu yetu imeshafungwa magoli na wapinzani wetu wanaongoza, na sisi ambao tulitakiwa na mashabiki wetu kufuzu katika kikombe hiki tumebakisha dakika chache ili kurudisha, hatimaye kuongeza na tukachukua ushindi. Farasi anapofika katika utepe amebakisha angalau 100 meters, utamuona katika ule ushindani wake ndipo anapojimaliza na kuongeza bidii. Basi asiwe farasi, ni mwenye akili na kukushinda wewe binadamu, ambaye Mwenyezi Mungu anasema walaqad karramna bani adam. Nilimuuliza imam hapa kwamba darsa inakuwaje, akanambia katika kipindi hiki huwa wanazungumzia rijalun haula rasul, wale mabwana wakubwa waliokuwa pembezoni mwa Bwana Mtume Muhammad, wakisoma kwa kauli za Mtume na vitendo vyake, na hatimaye wakawa wanafunzi bora, wakaufikisha ule Uislamu na mpaka sisi huku tukaupata. Basi mimi nimeona katika kipindi hiki ambacho tunaitafuta Lailatul Qadri, Mwenyezi Mungu atujalie ni wenye kuipata, kwa sababu Mtume anasema man hurima khairaha faqad hurim, mtu ambaye atanyimwa khairi za Lailatul Qadri, huyo amenyimwa kweli kweli na amepata hasara. Kipindi hiki nami nimzungumze mmoja katika watu ambao hawakuwa haula rasul, lakini ni katika wanafunzi wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, au wanaweza wakawa kama wajukuu katika elimu, kutokamana na wao kupata baraka kuwa karibu na wale waliofundishwa na wanafunzi wa Bwana Mtume mtukufu wa daraja. Bwana huyu ambaye jina lake halitajwi sana katika ulimwengu wa Kiislamu kama vile wanavyotajika wale maimamu wakubwa, lakini naye yumo. Leo tutamzungumza kwa kifupi, hasa vijana wetu wataweza kumjua na kuweza kujifananisha na watu wakubwa kama hawa ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewajalia kuacha athari katika hii dunia. Fatilka atharuna tadullu alaina fandhur min ba'dina ila atharin. Mshairi mmoja aliwahi kusema hizo ndio athari zetu na hizo ndizo zinazoonyesha sisi ni akina nani. Basi ukitaka kutujua, tizama athari zetu baada ya sisi kuondoka. Almar'u hadithun ba'dahu, mwanadamu huwa ni historia baada ya kuondoka.
fakun khaira hadithin liman wa'a, basi kuwa historia nzuri kwa wale watakaokuja kukusoma. Mtu huyu alikuwa akiitwa Al-Layth ibn Sa'd ibn Abd al-Rahman. Al-Layth ibn Sa'd ukimtaja hivi wenyewe wa Misri wanafurahi sana, kwa sababu huyu alitoka Misri na ni mafkharatul misriyina, ni watu ambao walijengea fakhri kubwa Misri na watu wake. Unajua, unaweza ukakaa pahali wale watu wa pale wakapata sifa na fakhri kutokamana na wewe, ukawa hero wao, ikawa watu wanawasifu na kuwataja vizuri wale kutokamana na wewe, miongoni mwa yale uliyoyafanya katika historia. Wa Misri, mmoja katika watu walio wanavya uso na wakawanyanyua wakawa wanakwenda marfu'ina ras, ni Al-Layth ibn Sa'd ibn Abd al-Rahman rahimahullah. Huyu aliishi katika wakati mmoja na mmoja katika kibari al-ulama, bal sahibu min ashabi al-madhhab, ahadu al-a'immati al-huda, ambaye ni Malik ibn Anas. Malik ibn Anas alizaliwa mwaka 93 Hijria. Layth ibn Sa'd amezaliwa mwaka 94. Kwa hiyo hawakupishana sana, bali walikuwa katika wakati mmoja, na mpaka yakatoka maneno kwamba laula Malik ibn Anas wal Layth ibn Sa'd la dhalla an-nas, kama sio Layth ibn Sa'd kule Misri na Malik ibn Anas pale Madina, yeye ndo imamu dari al-hijra, basi kama si sababu ya hawa watu kueneza ilmu yao na kuwatoa watu katika ujinga, watu wangepotea. Lakini ukitaka kujua huyu mtu alivyokuwa rasikh katika elimu, sikiliza kauli ya Imam Shafi'i. Imam Shafi'i anasema kana al-Layth afqah min Malik ghayra anna ashabahu lam yanqulu anhu wa lam yanshuru ilmahu. Anasema Layth ibn Sa'd alikuwa ni faqih mkubwa kumshinda Malik ibn Anas. Angalia comparison ambayo inafanywa hapa. Tazkia inatoka kwa alim. Imam Shafi sote tunamjua ni nani, imamu wetu, tunajua namna alivyokuwa mbobezi, na yeye ndo alotaja akasema idha dhukira al-ulama'u fa inna malikan najm. Yeye Imam Shafi anasema wanachuoni wakitajwa nyota yao ni Imamu Malik, star katika mastaa. Wanachuoni wakitajwa basi nyota ni Imamu Malik ibn Anas. Malik huyu ni yule ambaye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemjalia kumbarikia elimu. Alianza kuitafuta akiwa mdogo mno, tena mama yake mwenyewe ndiye aliyekuwa mlezi wake. Na cha ajabu, hawa maimamu wanne wote, Imam Abu Hanifa, Imam Malik ibn Anas, Imam Shafi, Imam Ahmad ibn Hanbal, ukisoma historia zao wote hawa wamelelewa na mama. Wote ima baba alikufa kabla hajazaliwa au alikufa mdogo, yani baba alikufa mtoto akiwa mdogo sana, kwa hiyo ni yatima wote hawa. Mara nyingine huwa sisi tunaona kwamba huu yatima huu ndo ulomfanya huyu mpaka asipate elimu, asipate kujulikana katika hii dunia yeye ni nani. Angalia maimamu wote wanne hao walikuwa mayatima au walikuwa hawana wazazi wa kiume, lakini akina mama walisimama wakawalea mpaka leo tunawazungumza. Au mtu utakuta ni kilema, ndio kwa labda sababu ya yeye kutopata elimu au kutopelekwa madrasa au kutofanya vitu vizuri. La, wengi katika wanachuoni waliopita wapo walikuwa na vilema mbalimbali, yani walikuwa disabled. Kwa wazungu wanasema disability is not an ability but inability is a disability.
Kama wewe ni muawwaq, sio kwa maana kwamba huwezi kufanya kitu. Wangapi hawaoni wamehifadhi Qur'an? Mamufti wengi wamepita katika hii dunia hawaoni kabisa, na wamezaliwa hivyo hivyo na wamesoma hivyo hivyo. Makhutaba mufawwaqin, watu ulama wakubwa walikuwa disabled, lakini wamefanya kazi kubwa ambayo sisi wenye macho, wenye mikono, wenye uzima hatuwezi kufanya. Mama kampeleka Imam Malik kwa Rabi'atul Rai, kwa Zuhri, anaitafuta elimu mpaka akaipata kwa ushahidi wa mashekhi wake. Mpaka zile siku za mapumziko yeye alikuwa anakwenda kutafuta elimu. Wanasema katika history, siku ya Eid kenda kagonga mlango wa Zuhri, anataka kusoma hadithi. Mfanyikazi wa Zuhri anakwenda anamwambia, maulaka al-Ashqar, kijana wako ukimwita al-Ashqar amekuja kusoma, amekuja nagonga mlango. Malik akajua Zuhri leo siku ya Eid, akachukua chakula akampelekea, kaona labda akafuata kula leo, siku ya Eid ndio siku ya kula. Malik akamwambia, hapana, mimi sikuja kula, mimi nimekuja kufuata hadithi, nataka unisomeshe. Akamwambia basi ingia. Akamsomesha hadithi zaidi ya 40. Akamwambia zinakutosha kwa leo? Akamwambia hazinitoshi, zidni, niongeze. Akamwambia kwanza mpaka uzihifadhi hizo, uzimalize. Akamwambia nishazihifadhi. Hapo akaona unanitania, hebu nikusikie. Akazisoma hadithi zote 40, tena sio ile qala Rasulullah innamal a'mal binniyat, hapana, an fulan an fulan an fulan an fulan an fulan, mpaka kumaliza isnadi yake 40 zote akazipiga. Mwalimu wake akamwambia, qum fa innaka min aw'iyatil ilm, simama, kama kuna chombo chenye kuhifadhiwa ndani ya elimu basi mmoja ni wewe. Hichi ni chombo ambacho elimu inahifadhiwa. Mimi nimemtaja Malik ibn Anas kukompea maneno anayoyasema Imam Shafi. Anasema kana al-Layth afqahu min Malik. Huyu Layth alikuwa ni faqih, ilmu ya sheria ambayo Mtume anasema man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi din, basi alikuwa afqahu kuliko, na Shafi'i anamjua vizuri Imam Malik kwa sababu ni mwalimu wake. Amesoma kule Madina, akahifadhi Muwatta, akakaa naye kwa muda, anamjua vizuri. Anasema huyu ni faqihi mkubwa kuliko huyu. Tatizo la huyu, hakuwa na wanafunzi wenye kuchukua elimu ile na wakaieneza, lakini alikuwa faqihi mkubwa. Katika baraka alizopewa na Allah na neema, huyu bwana alipewa mambo mawili makubwa. Moja ni elimu. Elimu ni kitu kikubwa sana, wazee wangu. Inatosha tu pale Allah aliposema shahida Allahu annahu la ilaha illa hu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwal azizul hakim. Allah kashuhudia yeye kwanza, alafu malaika wake, mashahidi watatu, kawaeka watu wenye elimu. Shahida Allahu annahu la ilaha illa hu wal malaika, nambari 2 ni malaika wameshuhudia pia kwamba hakuna mola apasaye kuabudiwa kwa haki illa Allah. Nambari 3 sema ulul ilm. Ulama utafsiri wanasema wakafa bihadha sharafan li ahli alilm. Hii peke yake ya kuwekwa katika position hii nambari 3 wao katika shahada inatosha kwamba hawa watu wana pahala pao palipokuwa panatajika mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Amewasifu tena katika aya nyingine akasema amman huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'ima yahdharu al-akhirata wa yarju rahmata rabbih
qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun, wanakuwa sawa vipi wanaojua na wasiojua? Hawawi sawa abadan, hawawi sawa. Ndio maana nasema fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun, waulizeni wenye elimu wanaojua kama nyinyi hamujui. Farijalu arba'a, watu siku zote watabakia kuwa wanne tu. Rajulun yadri wa yadri annahu yadri, mtu anayejua na anajua kwamba mimi najua. Fadhaka alimun fasalu, huyo atakuwa mwanachuoni, muulizeni maswali yenu, muulizeni mnachotaka. Wa rajulun yadri wala yadri annahu yadri, mtu wa pili anajua lakini hajui kama anajua. Fahadha nasi, huyu ni msahaulifu, amesahau. Fanabbihu, mkumbusheni. Wa rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri, na mwingine hajui na anajua kwamba yeye hajui. Hadha jahilun fa'allimu, huyu ni talibul ilm, msomesheni, atafika daraja ya wenye kujua. Wa rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri, mtu wa tatu hajui na hajijui kama yeye hajui. Hadha mukabirun, huyu ndio wale watu wanaotuharibia na ni wengi. Anakuambia mimi sikusoma chochote lakini hunidanganya. Mimi sikusoma bwana, lakini elimu ninaijua vizuri. Sasa unaijuaje kama wewe hukusoma? Huyu hajui na maskini hajui kama. Nisame kidogo, hali imebadilika. Haijabadilika sasa hivi, tokea wiki yote hii, basi mnivumilie kidogo. Kwa hiyo watu ni hao wanne. Ndio maana ulama wanasema kun aliman, kuwa mwanachuoni. Illa mtastati fa mutaalliman, kama huwezi kuwa mwanafunzi. Illa mtastati fa ahibbahum, kama huwezi kuwa mwenye elimu na mwanafunzi, basi wapende watu wa elimu. Illa mtastati fala tubghidhum, kama huwezi kuwapenda basi pia usiwachukie. Au ile anatuambia kuna aliman au mutaalliman au mustami'an au muhibban wala takun alkhamis, usiwe watano, mwanachuoni, mwanafunzi au mwenye kusikiliza au mwenye kupenda. Usiwe wa mwisho ukawa we haupo katika kundi hili, utaangamia. Kwa watu wa elimu ni watu muhimu sana. Ndio maana Mtume anasema inna Allaha wa malaikatahu wa ahla as-samawati wal ard hatta an-namlata fi juhriha wal huta fi al-bahri la yusalluna ala muallimi an-nas al-khair. Mwenyezi Mungu na malaika wake na walio mbinguni na ardhini, mpaka samaki na wadudu katika mashimo yao, wote wanamsalia na kumuombea mwenye kusomesha watu wa elimu. Ndo akasema mshairi, qum lilmuallimi wa fihi tabjila kada almuallimu an yakuna rasula araaita ashrafa wa ajalla min alladhi yabni wa yunshi'u anfusan wa uqula. Msimamie mwalimu, mtukuze, mpe heshima zake, kwa sababu huwezi kuwa mtu yeyote kama hukupitia kwa mwalimu. Hao mnaoona wote wamekuwa watu fulani, kuanzia maraisi, wafalme, madaktari, mawaziri, magavana, ma-MC, ma-SU, MCA, wanani, wote wamepitia kwa walimu, ndio wamefika pale. Lakini mwalimu ndio mtu wa mwisho, ni mtu ambaye wala hana thamani. Baada ya kuwavusha watu wote wakafika katika qimma, yeye anadharaulika. Lakini kumbe al-ulamau warathatul anbiya, wanazuoni ndio warithi wa bwana mtume. Mmoja alikuwa huyu Al-Layth ibn Sa'd. Sasa na upande wa elimu amepewa, lakini pia alipewa upande mwingine. Alikuwa mfanyi biashara, alikuwa na mali nyingi sana, alikuwa tajiri. Si vibaya mwanachuoni kufanya biashara, si vibaya mwanachuoni kuwa tajiri, kuwa na mali, japokuwa katika ulimwengu wetu wa leo ni ngumu sana. Na hao
maratibu wako wa msikiti unaowasomesha, ukishakuwa wanakuona umebadilika, misikiti mingi unaweza wakakufukuza kusema imamu atakuwaje na gari bwana, imamu atakuwaje na nyumba nzuri, imamu anakuja na kanzu kuliko yetu sisi, imamu hivi. Wapo watu wanaonekana wanaiba sadaka kutokana na maisha yao kubadilika. Maskini, michango yetu yote ya Ijumaa, kumbe anakula yeye tu, anakula yeye tu, anakula yeye. Yani hata ukivaa kanzu nzuri kidogo unaonekana unaiba sadaka za msikiti. Ili upate kuwa mzuri kwao, uje na viatu viwili, kimoja buluu, kimoja rangi nyekundu. Sasa mashallah, 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 imamu wetu ana takwa, mashallah, mcha Mungu kweli kweli. Kwa nini? Angalia hii kanzu hii, mina miaka 10 hii kanzu. Angalia koti lake huku nyuma limepasuka na anavaa hilo hilo, mashallah, ana zuhudi kweli kweli, mcha Mungu. Ukibadilika kidogo ufai tena, unaiba. Basi mjue kwamba hata alim anaweza kuwa ghani, anaweza kuwa tajiri, anaweza akawa mfanya biashara na mambo yakaenda na ni vizuri sana, kwa sababu atakuwa hamtegemei mtu, anaangalia. Kwa sababu moja katika mambo yenye kutia dosari kubwa na kuturudisha nyuma, hela hakuna. Anasema al-ilmu wal mal, lazima kuwe na elimu na kuwe na mali. Hivi vitu viwili vinasaidiana, hii inasukuma hii na hii inatengeza mazingira. Naam, lam yubna mulkun, moja mshairi anasema bil ilmi wal mali yabni an-nasu mulkahum, kwa elimu na mali ndipo watu watajenga ufalme wao. Lam yubna mulkun ala al-jahli wal iqlali, abadan, ufalume haujengwi kwa ufukara na ujinga. Lazima watu wawe na elimu na wawe na mapesa. Naam, basi Layth ibn Sa'd alikuwa nayo bwana mapesa. Angalia huku kwetu sisi tuna ile tamaduni, mama zetu tukifungua macho walikuwa wanapeleka visahani siku za Ramadhani, vibibi, vikalimati, kaimati zile, alqaimati alqadhi, samaki, muhogo, wanapeleka chapati. Sasa kile kisahani kikienda kule kinarudishwa kwa kitu kingine. Utaona mbaazi zile na masamaki ya kupaka yanarudi. Basi hata kama kwenu hakukuwa na chakula kizuri, unakiona kipo kutokana na zile sahani nyingi zinazotembea zikaja katika nyumba yenu. Hii ni desturi. Nimetaja hili kwa sababu kuna mtu ameweka historia. Alipokwenda huyu Layth ibn Sa'd kwa Malik ibn Anas Madina, wakati yuko kwenye hija, Malik ibn Anas alimletea sahani ya tende za ratab au ratab, tunazita ratabu, tende zile maarufu. Akampa kisahani kimejaa tende, walikuwa marafiki. Basi kula tende zile na kumaliza, akakijaza kile kisahani alicholetewa tende dhahabu, akakirudisha kwa Malik ibn Anas. Dhahabu, ndugu zangu, kisema dhahabu, masonara ndo watafahamu vizuri. Sonara buda hivyo hapo wanajua. Sonara buda namfahamu muda mrefu, kwa hiyo sio kwamba namtania, anajua, kwa sababu mambo yameharibika, kwa sababu mambo yanategemezwa kwa watu ambao leo wewe ukipata pesa nyingi, kwa sababu hujazizoea hizo pesa, siku ya pili utakuwa fukara. Lakini mtu aliyezoea hela anajua namna ya kuzitumia. Lakini wewe utaanza kuwa na kiburi. Kija hapa, imamu yuko hapa, chukua nenda kale njaa na wanao, alafu unamrushia hivi kama mbwa. Yani unakosa heshima pia, kwa sababu zimeshakuchanganya zile mali, kwa sababu maskini hujazizoea. Ndio maana kila wakati wewe unaona kwamba mambo yako hayajendi. Ndio wengine wanakuambia tumia pesa ikuzoee. Basi Layth ibn Sa'd karudisha kikombe, kisahani kimejaa dhahabu kwa Malik ibn Anas. Katafuta njia ya kumgaia na kumuondoshea ufukara aliokuwa nao. Alikuwa fakiri, lakini ametononoka hali yake Malik ibn Anas kwa mali iliyokuwa ikitoka kwa Layth ibn Sa'd. Mkarimu,
wa hali ya juu. Kisha si yeye tu, katika mali zake alizokuwa Mungu amempa alizipanga makundi makundi. Moja katika makundi aliyoyapanga kawapangia ulama Ibn Lahia, na mmoja Al-Mansur Al-Wa'id, na Malik ibn Anas kule Madina. Kila mwaka alikuwa akiwapelekea dinari 100, na ulama wa tarikhi wanasema hizi zikapanda mpaka kila mwaka kila mmoja alikuwa akipata dinar 1000 kutoka kwa Al-Layth ibn Sa'd. Dinar ni ya dhahabu, dinar ni pesa ya dhahabu ghali wakati huo, basi ni kama mishahara yao hii anawapelekea. Liyatafaraghu bililm, anawafanyia hivi ili wao wa concentrate tu katika masala ya kusomesha elimu, wasiwe omba, wasiwe hohehahe, kwa sababu ile kwamba hali yake alimu inavyoonekana tu kisaikolojia, basi elimu inadunishwa. Kuna mtu alisema adhimu amaimakum, yafanyeni makubwa malemba yenu. Akauliza kwa nini? Akasema kai la yuhaqqara au la yuhqara alilm, ili elimu isidharauliwe. Malemba yenu yakiwa makubwa, wakabbiru akmamakum, na mikono ya kanzu zenu ikiwa mikubwa, tunapata haiba. Hapa ningekuwa nimekuja na joho langu linaburura na kilemba changu kikubwa, pengine pia yule alofikiria kuondoka basi hapa leo kuna vitu angekaa, kwa sababu anaogopa asikose kitu. Lakini kwa sababu ya kanzu yangu hii na kofia yangu hiyo, sasa huyu mfanya biashara tu huyu dogo anataka kutuambia nini? Sasa yale malemba yanatisha na yale majoho yanatisha, na ni njia moja vile vile ya kuifanya elimu isidharauliwe. Sema kuna mzazi alimwambia mwanawe, mimi nakuombea kwa Mungu akujalie uwe kama huyu mwalimu wako. Mwanafunzi kalia, kwa sababu babake anasema Mungu akujalie uwe kama yeye. Maana kila akimtizama yule mwalimu wake alivyo, ndio wale tupiga mfano viatu rangi mbili tofauti, kanzu yake, na alafu baba anasema nataka mimi niwe kama huyu. Kumbe baba yeye kaona jauhar, lakini mtoto kaona madhhar, kaona kile kilichokuwa ndani. Anasema natamani mwanangu awe kama mwalimu, lakini mtoto anasema ni mwenyewe kaja hapa na baskeli yenyewe ina nyenga. Nyenga mnamjua hicho Kiswahili cha Zanzibar? Nyenga ni samaki anakata huyo. Sasa ile baskeli zile pedal zake mpaka zinakwisha, kinabakia kile chuma hivi, ile ndio inaitwa nyenga. Ukikosea kidogo imekuchoma. Basi mwalimu kaja na hiyo, alafu unasema mtoto wako awe kama mwalimu, atakubali wapi? Mwalimu mshahara wake kabla hajaupokea umeshaisha kwa madeni, atakubali wapi? Nyumba yake ndio ile pale inavuja kama mwembe, atakubali wapi? Kwa hivi vitu vinaifanya mpaka elimu inaponzwa, inaonekana ni kitu ambacho hakina thamani yoyote. Wallahi alazim, mimi nakumbuka nilipokuwa mdogo, mamangu alikuwa na shoga yake, yani rafiki yake wa kike, akamwambia huyu mwanangu, na wakati huo nilikuwa nikisoma boarding sehemu moja kule inaitwa Gede Malindi, mwalimu wangu Sheikh Uthman Haji Umar. Basi kuna mitaa ya Kongowea kule mama alikuwa anaishi kule. Basi nikitoka madrasa kwenda kumtembelea, basi siku moja ananifanyia introduction kwa shoga yake. Huyu mwanangu huyu anasoma huko, anasoma nini? Anasoma dini. Anasoma dini, anasoma chuoni. Hasomi mambo mengine yoyote. Anahifadhi Qur'ani. Sasa itamfaa kitu gani? Yani na recall yale mazungumzo, itamfaa nini kusoma hivi vitu? Kwa anatakiwa awe mtu siku za mbele apate kazi nzuri nini, kwa sababu watu wanaona ukishasoma chuoni unamalizikia kuwa nani. Yani wamesha study hivi vitu, wenyewe kwa wenyewe wanaambizana, toe huko, mpeleke kule, mfanyie hivi, atakuwa nani baadaye? Hata hiyo mambo ya hija, ukitaka kwenda kuhiji kutekeleza Uislamu wako,
hautekelezeki katika mambo kama huna hela, utaenda lini hija? We mwalimu wa chuoni aniambia ataweka pesa ngapi, atasave mpaka afike aende haji, atakwenda lini haji? Sasa niwape cha ajabu, mimi ni katika hao walimu wa chuoni, nimehiji mara 16 haji. Semi kwa fakhari, namwambia yule mtu ambaye anasema huyu atapata lini pesa za kuhiji kama analipwa mshahara huu, na mambo mengine mengi ya ajabu Mwenyezi Mungu anatuonyesha. Watu tu wanaidharau elimu, lakini elimu sio kitu cha kudharauliwa, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam kateremshiwa maneno, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Layth ibn Sa'd, pamoja na elimu aliyokuwa nayo na mali alizokuwa nazo vile vile, siku moja kaja mama anasema, ghulamu li maridhun ishtaha asalan, nimekuja Saad, wewe unauza asali, kijana wangu anaumwa, ametamani angalau apate asali. Akaja na chupa yake ndogo, akamwambia ondoka mama, hakuna asali. Mama akashtuka, lakini akaondoka zake, akarudi nyumbani. Akamwambia mmoja katika wafanyikazi wake, mfuate, angalia location ya nyumba yake, ukishajua anakaa wapi njoo. Akaenda akaijua nyumba yake, akaenda akamwambia anakaa pahala fulani, akamwambia mchukulie pipa moja hilo pelekee. Pipa wanasema ratili 120 za asali. Mama akakubali, akarudi mbio, akamwambia ajaban laqad kunta indak famana'tani, umekuwa pale umeninyima, nimeondoka umeniletea pipa zima. Akamwambia sija kunyima, si umekuletea, mbona nyingi kiasi? Kwa sababu wewe uliomba kwa kadri ya uwezo wako, na sisi tumetoa kwa kadri ya uwezo wetu. Uwezo wangu mimi sio kutoa half liter, mimi ni kutoa 120 ritlan min al-asal. Huyo mwenzako huyo sio mwenzako katika mambo ya ibada. Na ni yule aliyesimulia akasema, law ya'lam الكريم الجواد الذي ينفق ماله أن صدقته تقع في يد الله قبل أن تقع في يد المسكين لكان لذة المعطي المنفق أعظم من لذة الآخذ. Watu wangekuwa wanajua kwa sadaka yako mtu kabla haijadondoka katika mikono ya maskini anaipokea Allah, basi utamu wa mwenye kutoa ungekuwa mkubwa kuliko utamu wa mwenye kupokea. Mara zote anayepewa na anayepokea, nani anafuraha? Mwenye kupokea. Utasikia nasifia mitaani, balimwagika bahasha hizo. Anawaambia wenzake, bwana bahasha nzito nono ilitoka pale. Bwana Mungu akuweke, bwana madua atakusomea, na wengine wanakaribia kukubeba. Ukihesabu 10,000 kama zita, furaha yake kubwa. Lakini nasema bilaks, kwa wale watu wenye kujua thamani ya kutoa sadaka, wangelikuwa wanajua, basi anayetoa ndo angefurahi zaidi kuliko mwenye kupokea. Ndio mshairi anasema, yatika, anakuja mwenye kukuomba. Idha ataitahu, unapomwendea yule mwenye kumuomba, uso wake unamemetuka, kaannaka tu'tihi alladhi anta sa'iluhu, utafikiri wewe mwenye kwenda kumuomba wewe ndo unaenda kumpa. Wako wapi watu wa aina hiyo? Yani yule unayekwenda kuchukua bahasha kwake, yeye ana furaha kuliko wewe unayekwenda kupokea. Hakuna, wamekwisha, ni wachache. Ni wachache, lakini inshallah Mwenyezi Mungu awajalie wawepo kutokamana na nini, ibada hii kubwa ambayo leo imetoweka. Layth ibn Sa'd akawa ni mwenye kuifanya kazi hii kila mwaka. Mali alizokuwa nazo, viwanja, mashamba, majumba, majahazi, na dakhli yake wanasema zaidi ya 20,000 dinari zinaingia kwa mwaka. Lakini cha ajabu, pamoja na utajiri wote waliokuwa nao, ma wajabat alayhi zakatun qattu,
haikuwahi kutokea kumwajibikia yeye kutoa zaka hata mara moja. Yani hakuwahi kutoa zaka hata mara moja. Pesa yote aliyokuwa nayo, lakini hajawahi kutoa zaka. Hajawahi kutoa zaka kwa sababu haujapita ule mwaka, kile alichokuwa nacho chote ameshakitoa. Kwa sababu katika shuruti zake, mnajua zaka lazima kuwe na mambo mawili makubwa: an yahula almalu alayhi haulun, lazima kuwe na haul, ile mwaka uzunguke. Kisha an yablugha an-nisab, ifike kile kiwango cha kutolewa zaka. Hivi vitu viwili vikifika, mali yake ilitolewa zaka. Lakini mali yake huyu ilikuwa haifiki mwaka, kishaitoa kule, yani kwa ile kathratul infaq hafiki katika kiwango kile. Mkarimu kweli kweli. tarahu idha ma ji'tahu mutahallilan ka'annaka tu'tihi alladhi anta sa'iluhu huwa al-bahr min ayi al-jawanib ataytahu lujjatuhu al-ma'rufu wal-judu sahiluhu ta'awwada basqa al-kaffi hatta law annahu arada al-qabda lam tujibhu anamiluhu law lam takun fi kaffihi ghayra ruhihi lajada biha falyattaqillaha sa'iluhu. Anasema amezoea kukunjua mkono, hata akitaka wakati kukunja, basi ule mkono wake wenyewe unagoma, unamwambia hujanizoesha hivyo, anaukunjua tu. Anasema amezoea kutoa, hata kungekuwa na roho yake kwenye kiganja chake, basi angeitoa. Mhurumieni mtu aina hiyo, msimfuate sana, mtamaliza, kwa sababu hawezi kuvumilia. Basi ilikuwa Layth ibn Sa'd na yeye katika sifa kama hizo, au yule mjukuu wa bwana Mtume Muhammad Al-Husayn ibn Ali ibn Al-Husayn Al-Husayn ibn Ali ibn Al-Husayn ibn Ali, jina lake Zainul Abidin, Ali ibn Al-Husayn ibn Ali. Alipomsifu Farazdaq akasema ma qala la qattu illa fi tashahudihi laula at-tashahhud kanat la'ahu na'am. idha ra'athu quraish qala qailuha ila makarim hadha yantahi al-karam hadha ibn khair ibadillah kullihim hadha at-taqiyyu an-naqiyyu at-tahiru al-alam. Huyo hajawahi kusema no, ma qala la qattu illa fi tashahudi, illa hiyo la kaisema katika tahiyat, anaposema ashhadu an la ilaha illa Allah ndo amesema la hapo. Lakini katika maisha yake ya kawaida ukimwendea hana la. Laula tashahud, na kama sio hiyo katika tashahud, kanat laahu na'amu, ile la yake pia ingekuwa naam. Ikhwat al-iman, Layth ibn Sa'd rahimahullah siku moja alipata barua kutoka kwa Malik ibn Anas, rafiki yake, akimwambia siku zimekaribia, mwanangu nataka kumuingiza apate harusi, awe biharusi. Kwa hiyo kuna mti unaitwa al-usfur, kama mfano wa zafaran vile, kama sisi udi. Anasema nataka unitumie, uniletee hiyo kwa ajili ya harusi ya mwanangu. Kidogo tu anakiomba. Layth ibn Sa'd kwa lugha ya leo kapeleka kontena nzima, kampelekea. Maana ni 30 himli ba'ir, wale ngamia wamebeba, kiasi kwamba hizo Malik ibn Anas alipozipokea kaziuza, akapata 500 dinari 500. Haya ni mamilioni wakati wetu wa leo tunazungumza. Akauza akabakisha nyingine akatumia kwa mtoto wake, na nyingine akastafidi nazo. Kataka kitu kidogo kapelekewa kontena nzima. Leo kama utamwambia ndugu yako Muislamu hapo pembeni, bwana mimi nakaa Likoni, nimekuja tu hapa na mambo mengi, lakini nimepungukiwa, naomba nauli. Nauli kwa nini pesa ngapi? 100 au 150 siku hizi. Basi ataanza kufungua pochi lile, alafu azitafute, zimepangana alfu hapa, na itafuta 100, na akikosa bwana una bahati mbaya kweli,
haipo 100. Sasa wewe umeambiwa 100, basi ndio hiyo hiyo kweli 100 ndugu yangu? Hizo hapo ndo hazimfai huyu. Sikataka 100. Hapana, yeye ameomba kwa kadiri ya uwezo wake, na wewe mpe kwa kadiri ya uwezo wake. Ndugu yangu, ibada kubwa hii, ibada kubwa ya kuwajali watu wengine na infaq, ni mambo makubwa haya ambayo yamekuwa mayatima. Basi yeye kapeleka himlu ba'ir kwa rafiki yake Malik ibn Anas, kamwozesha binti yake na akafanya na biashara. Wanasema ulikuwa ukimwona Malik anavyokula, anavyovaa, anavyoishi, utafikiria ni mmoja katika wafalme. Alafu nguo zake pia hata kivaa kwa ajili ya kuja kusomesha, alikuwa anasema akisomesha hadithi anavaa taji katika kichwa chake kama vile wafalme, kilemba kizuri, uturi ile sehemu yote pale Raudha, maana alikuwa akisomesha pale Raudha pale katika msikiti wa Bwana Mtume Muhammad. Anaamrisha kuna chua udi bukhur, kuna nukia, alafu anawaambia la tarfa'u aswatakum fawqa sauti an-nabi, watu wananyamaza kimya, elimu inasomeshwa. Lakini pamoja na yote haya, Layth ibn Sa'd na Malik ibn Anas walikuwa wakiingia katika rudud ilmiya fiqhiyya, kwa sababu ni simba wawili. Malik alikuwa anachukiza, anasikia Layth ibn Sa'd anawakhalifu watu wa Madina katika fatwa. Katika madhhabi ya Imam Malik kuna moja wanaita amalu ahli al-Madina, ni kigezo, ni hoja. Unasema mtume kakaa hapa, kafa hapa, kazikwa hapa, wanafunzi wake wote wako hapa, wameenea hapa. Wao wanajua zaidi kilichokuwa kinazungumzwa hapa kuliko mtu yoyote mwingine. Kwa hiyo kwenda kinyume na kauli ya watu wa Madina ni sawa sana kwenda kinyume na sunna za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ukifika pale ukiuliza mimbari ya mtume ilikuwa wapi, watu wa Madina watakwambia ilikuwa hapa, kwa sababu wamerithi nao kutoka kwa babu. Watu wa Konzi hapa wanajua msikiti kabla huu ulikuwaje, mimbari hii ilikuwaje, dirisha fulani lilikuwa wapi, sehemu fulani ilikuwa, wao wanajua kwa sababu wao walikuwa wanasali hapa. Kwa watu wa Madina hata ile pishi ya Bwana Mtume wanaijua ilikuwaje kiasi gani. Na ndio maana baadhi ya watu walikuwa na pishi zao, wakija wakiona pishi ya Madina wana change mind, wanasema hii ndio sahihi, kwa sababu hao wanatoka nao majumbani kwao, wazee wao na wazee wao. Kwa hiyo Malik ibn Anas anasema utakwendaje kinyume na fatwa ya watu wa Madina, ewe Layth ibn Sa'd? Na Layth ibn Sa'd na yeye akimjibu, kwani masahaba wa Bwana Mtume ni hao tu waliokuwa Madina? Ni wangapi masahaba wa Mtume wakati anakwenda Hajjatul Wada? Zaidi ya 120,000. Sasa waliozikwa Baqi ni 10,000. Hao wengine wote walienda, walienea wakatapakaa katika dunia. Wa kullu man kharaja min almadina kharaja wa fi sadrihi ilmun min ulumi allati taallamaha min rasulillah. Wote wale wameondoka pale, wakaenda wakazikwa Damashq, wakaenda wakazikwa Balkan, wengine wakazikwa mpaka Cyprus, wengine wakazikwa mpaka Istanbul. Sayyidina Khalid ibn Zaid al-ma'ruf bi Abi Ayyub al-Ansari yupo Istanbul, wakaenda kila pale. Hawa wametoka wana elimu zao, na inaelekea hili alilizingatia Imamu Malik, hili neno la kuambiwa kwamba masahaba walitapakaa wakaondoka, wakaenda Iraq, wakaenda Misri, wakaenda Sham, wakaenda wapi, alilizingatia sana, kwa sababu Abu Ja'far al-Mansur alipokuja akaambiwa kitabu hiki cha Al-Muwatta, akakipenda, akasema mimi nitawalazimisha watu wawe hii ndio dira yao wote katika Amsar. Imam Malik akamwambia usifanye, masahaba wa Mtume walienea kila pahali. Haina maana kwamba hichi tu ndo chenye kujulikana. Elimu zipo nyingi, hadithi zipo nyingi, riwaya zipo nyingi, na masahaba hao walioondoka hapa, kila mmoja aliondoka na elimu. Watu wa Kufa, watu wa Basra, watu wa Baghdad, watu wa Iraq kwa jumla, utakuta ikhtilafat ni nyingi. Kwa hiyo usije ukafanya hivyo unavyofanya, bali endelea kuacha wasaa katika mambo mengi ambayo watu wako nayo. Layth ibn Sa'd, ndugu zangu, alipokufa
Jeneza lake lilikuwa mashuhudi, watu wengi mno, mpaka mtoto mmoja alimuuliza babake, baba, leo kila mmoja ana maiti kwani? Yani alikulli nnasi mayitun alyawm, kila mmoja kafiwa. Babake akamwambia, naam, Layth ibn Sa'd huwa mayitun likulli nnas. Layth ibn Sa'd ni maiti wa watu wote, unaweza ukafa kila mmoja akawa ameondokewa kweli. Zingatia, mkarimu, mtu mwenye elimu, faqihi, mtu mwenye uwezo mkubwa, mpaka watu wa Misri wote walitaka yeye ndo awe amiri wao, maqadhi, maulama, mamufti, hawatoi fatwa mpaka warudi kwa Layth ibn Sa'd rahimahullahu ta'ala wa radiyallahu anhu. Basi tuwaenzi wanachuoni, tuwaenzi wenye elimu, tuwaenzi mashekhe, tuwaenzi elimu yenyewe, tuienzi ili ionekane kitu kikubwa na bora katika maisha ya kila siku. Mwenyezi Mungu atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Allahumma arina alhaqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina albatila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا. يا تواب تب علينا وسامحنا فيما جنينا. يا تواب تب علينا واغفر لنا ولوالدينا برحمتك يا أرحم الراحمين. صل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله.